Uaminifu ni silaha kubwa sana, inaleta afya ya ndoa. Lazima baba kuwa mwaminifu, mama kuwa mwaminifu. Ndoa nyingi sana zimevunjika kwa sababu ya kukosa uaminifu. Unajua hata Mungu alivyomuumba Adamu na Hawa pale katika bustani ya Edeni, alivyomweka Adamu pale, yule nyoka akaja kumdanganya Hawa. Maana yake kama uaminifu ulitoka kati ya Hawa na jinsi alivyokuwa amekubaliana na Mungu. Ndio maana katika bustani ya Edeni Mungu akaja akapa adhabu. Kwa hiyo uaminifu ni kitu ambacho kimewekwa katikati ya ndoa. Na ukipotea unashangaa Mungu anaondoka pale. Unashangaa ndoa inaharibika kabisa, hata divorce inatokea. Kitu nini? Uaminifu. Neno uaminifu unaweza ukalisikia ukafikiri ni dogo sana, lakini ni kubwa sana. Uaminifu ni kile kilichomfanya Mungu akawaacha Adamu na Hawa pale. Akasema mbona mmefanya hivi? Walishindwa kuwa waaminifu kwa Mungu. Kwa hiyo wewe kwenye ndoa usipokuwa mwaminifu, unakiuka ile agano, ile namna ya Mungu alivyokuamini kwenye ile ndoa. Hapo ndio maana inaleta mtafaruku mkubwa sana. Ukisikia sababu nyingi za ndoa kuachana siku hizi, utasikia uaminifu, kukosa uaminifu. Ili neno tujue tukaa tukaliangalia, tukalisoma, tukalistadi. Nini maana yake? Ni kwa sababu pale kwenye bustani ya Edeni kina Hawa, Adamu alivyoacha kuwa mwaminifu kwa Mungu wake aliyemtuma akae katika bustani ya Edeni. Aliacha ile. Tayari pakatokea kitu kama gap. Kwa hiyo uaminifu ni jambo la msingi sana kwenye ndoa. Usichukulie poa kwenye swala la uaminifu. Hilo likaleta kreki kubwa sana kwenye ndoa kwa sababu tu kukosa uaminifu. Kwa hiyo uaminifu ni jambo ambalo linaleta afya ya ndoa. Kwa ili ndoa iweze kuwa njema, lazima uaminifu utuliwe mkazo.